الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hakika tunayo furaha kubwa na hususa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na rahma zake kutujalia sisi kuwa Waislamu, lakini kubwa zaidi kuwa wapenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Shirikisho la wasoma maulidi Tanzania wa kanda ya Ziwa na Magharibi, kama ilivyo ada, kila ikifika Jumamosi ya kwanza ya mwezi Muharram huwa tunakutana kwa lengo la kuyatazama maulidi kwa ukubwa wake, thamani yake na heshima yake. Kama tujuavyo, maulidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndiyo mkusanyiko pekee unaowaleta Waislamu pamoja kwa khiari yao bila gharama. Ikitokea mtu kutumia gharama, ni namna ya kukufikisha kwenye hayo maulidi au mapenzi yako kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba shirikisho la wasoma maulidi kwa maana ya Shiwamat tumekuwa na utamaduni wa kuwa tunakutana kila mwaka kupanga ratiba zetu za maulidi ili kufahamu maulidi ya sehemu fulani iko tarehe fulani, siku fulani. Na hii inatusaidia kuondoa mgongano, manake wapenzi wa Mtume wangependa kushiriki maulidi nyingi ili kupata fursa ya kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sisi kwetu kuwa wapenzi wa Mtume, kuwa wasoma maulidi ni heshima na thamani kwetu. Kuna kitu kikubwa kama hichi maulidi, yani furaha za kumsherehekea Bwana Mtume, kwetu ni jambo kubwa. Kwa shirikisho letu limeweka utamaduni huo wa tunakutana, na mfumo wetu wa uongozi unatokana na eneo tunalofanyia mkutano. Mfano, mwaka jana tulikutana mkoani Tabora na mwenyekiti wetu alikuwa Sheikh Ramadhani bin Juma ambaye ni Sheikh wa wilaya ya Tabora mjini. Yeye Tabora, yeye ndio alikuwa mwenyekiti. Kwa maamuzi ya kikao kile tumeamua mwaka huu 2025 mkutano wetu utafanyika mkoani Simiyu, ambapo mwenyekiti anakwenda kupokea Sheikh wa mkoa wa Simiyu, Sheikh Isa Kwezi. Nitumie nafasi hii kuwaalika wapenzi wa Bwana Mtume kwenye kanda yetu ya Ziwa na Magharibi, lakini na wapenzi wa Mtume walio kanda yoyote nchini Tanzania wenye mapenzi mema na mahaba ya kuhudhuria kuja kulijenga hili jambo letu, na wakaribishe siku ya Jumamosi tarehe 28. Tutakuwa na mkutano kuanzia saa 3 asubuhi mpaka kwenye saa 8 mchana wa kupanga ratiba, kujua maulidi, kupata kauli mbiu ya maulidi. Almuhimu ile maulidi iwe na tija, maulidi iwe na faida zote mbili, kwa maana iwe na faida ya kupata thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama mjuavyo, unapomswalia Mtume mara moja unapata thawabu 10, unasamehewa dhambi 10, unapandishwa daraja 10. Lakini mbali ya hivyo, ile faida ya mkusanyiko sasa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yajtami'u ummati ala dhalal. Ummati Muhammad hauwezi kukusanyika katika jambo la hovyo hovyo. Ukiona kuna mkusanyiko wa watu ambao ni ummati Muhammad, lazima uwe na faida. Sasa mikusanyiko ya maulidi itakuwa na faida gani? Kwa hiyo tunakutana kwa ajili ya kutafakari hilo. Nitumie nafasi hii kuwaalika nyote siku ya Jumamosi tarehe 28 mkoani Simiyu, wilayani Bariadi, chini ya Sheikh Isa Kwezi, ambaye ndio tunakwenda kumpa kijiti hicho cha kuwa mwenyekiti wa Shiwamati kwa mwaka 2025. Nitumie nafasi hii kutoa shukrani za dhati kwa Sheikh Ramadhani ambaye ametuongoza 2024, lakini mshukuru sana mratibu wetu wa kanda ya Ziwa na Magharibi Sheikh Msafiri Kitumbo ambaye amefanya kazi nzuri, na katibu wetu sasa wanakwenda kutua jahazi hili au kijiti hichi, wanakwenda kukabidhi Simiyu. Ni matarajio yetu kwamba Simiyu imepokea, itapokea na itaitendea haki Shiwamat kwa mwaka huu. Na nitumie nafasi hii kualika wana Shiwamabu wa Burundi, shirikisho la wasoma maulidi Burundi, kuwakaribisha wana Shiwamako, watu wa shirikisho la wasoma maulidi Kongo,
na wengine wote ambao wanasoma maulidi Rwanda na maeneo mengine wakaribie, waje tushirikiane kuyapamba maulidi. Na hii inatusaidia nini? Inatusaidia kufahamu kwamba maulidi ya mtume si jambo la hovyo hovyo, ni jambo lina utaratibu, lina thamani. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wallahu waliyyu tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iqra FM.